Haleluya, 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 haleluya. Ndugu mtazamaji, ninapenda kuchukua nafasi hii kabisa kumshukuru Mungu aliye hai, ambaye ameniumba na akanifanya kwa mfano wake, lakini si tu hivyo, akaniokoa katika dhambi na kunifanya kuwa mtumishi wake na kuniona kuwa ni mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu anayekuwa anatazama ujumbe huu, napenda kuchukua nafasi hii kuweza kukaribisha katika shule yetu inayoitwa Ufalme wa Mbinguni Uje Tanzania, na kwenye mabano Ole Njolai. Kwa majina yangu mimi naitwa Ole Njolai Moko Tayai Losingo, au unaweza kaniita tu Ole Njolai. Namshukuru Mungu kwa kipawa alichonipa cha ualimu. Amenipa jukumu la kufundisha elimu ya neno la Mungu, na wajibu wa kufundisha elimu ya hisabati, na wajibu wa kufundisha katika wito wangu wa ualimu, na wajibu wa kufundisha elimu ya sayansi, na katika pia wito huu wa ualimu na wajibu wa kufundisha manake elimu ya uhandisi wa electronics na mawasiliano angani, na pia nina wajibu wa kufundisha juu ya kompyuta au sayansi ya kompyuta. Kwa namshukuru Mungu kwa jinsi ambavyo ananitumia na kunitegemeza, na siko peke yangu katika shule hii au katika huduma hii ya kufundisha neno la Mungu kwa lugha ya Kiswahili. Niko pamoja na mke wangu kipenzi ambaye jina lake anaitwa Nekinyi Ole Njolai Moko, au unaweza kumuita Joynice Ole Njolai Moko, na ni sehemu kabisa ya vipindi hivi, na ni sehemu kabisa, ni sehemu muhimu sana, au ni mtu muhimu sana. Ni msaidizi wangu katika huduma hii ya kuhubiri Injili. Bwana Yesu asifiwe sana. Nipende kuchukua nafasi hii kuwakaribisha wazazi wa wanafunzi wa kidato cha pili. Nipende pia kuchukua nafasi hii kuwakaribisha walezi, walimu, viongozi, wachungaji, maaskofu, watumishi, manabii, mitume, waombaji katika nchi ya Tanzania, ambao mna mzigo wa kuweza kuombea sekta ya elimu. Kama vile nilivyokutangulia kusema kwamba wito wangu upo kwenye sekta ya elimu, kwa hiyo nina wajibu wa kuombea sekta ya elimu ya Tanzania siku baada ya siku. Leo hii nipende kuchukua nafasi hii kukaribisha sana katika shule yetu inaitwa Ufalme wa Mbinguni Uje Tanzania, na tuna channel nzuri sana katika mfumo wa YouTube. Hii ni YouTube, manake YouTube, hii ni YouTube, channel ya YouTube, channel ya YouTube. Kwa channel yetu ya YouTube, channel ya YouTube ni hii hapa, ambayo inaenda kwa jina la Ufalme wa Mbinguni Uje Tanzania, kwenye mabano Ole Njolai N. Ole Njolai ni jina langu, na N manake ni jina la mke wangu, au herufi ya kwanza jina la mke wangu ambaye anaitwa Nekinyi. Na nipende pia kuchukua nafasi hii kukaribisha katika idara. Tuna idara 4 katika shule ya Ufalme wa Mbinguni Uje Tanzania, na idara mojawapo inaitwa idara ya makongamano ya maombi na majibu. Sema, idara ya makongamano ya maombi na majibu. Na mstari wa msingi ambao Mungu alitupa wakati anatupa huu wajibu unatoka katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 7 mstari wa 14 mpaka wa 15. Nipende pia kuchukua nafasi hii, tuna masomo mengi ya makongamano tunayokuwa tunafundisha, na nipende kuchukua nafasi hii kukukaribisha katika somo letu la leo ambalo lina kichwa kinachoitwa makongamano ya maombi na majibu ya NECTA. Kwa hiyo maana yake katika masomo ambayo tunayo katika idara ya makongamano ya maombi na majibu ni kujifunza namna gani ya kuombea mitihani ya taifa ya Tanzania, ambayo kwa kifupi tunaita NECTA, na NECTA ni kifupi cha maneno ya Kiingereza yanayosema National Examination Council of Tanzania. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo pia nikukaribishe katika sura hii ya manake sura ya pili, ambayo tunakuwa na maombi au tunaita kwamba maombi na majibu ya NECTA kidato cha kwanza. Kwa hiyo hii ni sura ya kwanza. Kwa kwenye hii sura ya kwanza manake kwamba Roho Mtakatifu ameita maombi na majibu ya NECTA kidato cha pili. Leo hii tutakuwa na kipindi chetu cha kwanza, ambapo tutakuwa na kongamano letu la kwanza la maombi na majibu kwa ajili ya NECTA ya kidato cha pili mwaka 2025. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kama wewe ni mwanafunzi wa kidato cha pili
ambao labda uko katika shule za serikali, au mwanafunzi wa kidato cha pili ambao uko katika shule za binafsi, au mwanafunzi wa kidato cha pili ambao uko kwenye shule za technical schools, basi au wewe ni mwanafunzi manake wa kidato cha pili ambaye unajitegemea, naita private candidates, manake unajisomea nyumbani, ni mtu mzima au ni kijana au ni mtoto, basi huu jumbe na hili kongamano ni la kwako, kwa sababu kulingana na kalenda ya nchi yetu ya Tanzania, kuanzia tarehe 10 ya mwezi wa 11 mwaka 2025 mpaka tarehe 20 siku ya Alhamisi ya mwezi wa 11 mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili watakuwa wanafanya mitihani watakuwa wanafanya mitihani mbalimbali ya masomo wanayokuwa wanayosoma kwa ajili ya kupimwa katika ngazi ya kidato cha pili. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia kama ni mzazi ambaye labda ni baba au ni mama au ni dada au ni shangazi au ni kaka au ni mjomba au ni rafiki ambaye unafahamu kabisa kwamba kuna mwanafunzi ambaye yuko kidato cha pili, basi ujumbe huu ni wa kwako, na usizime na wala usiondoe hiyo video. Endelea kuunganika pamoja na sisi, kwa sababu tumepewa huu wito na tuna wajibu wa kufanya. Hiki ni kitu kipya kabisa ambacho sijawahi kukiona kifanyika, lakini Mungu wetu anakuwa anafanya mambo mapya na mambo matakatifu na mazuri siku baada ya siku. Kwa hiyo kongamano hili ni la kwako. Kwa hiyo naomba nikukaribishe tuweze kuomba pamoja na tuweze kuamini ya kwamba Mungu atajibu na atafanya mambo makubwa sana katika mtihani au katika mitihani ya kumaliza mtihani ya elimu au mtihani ya kidato cha pili katika ngazi ya sekondari ya kati. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi mambo ya msingi ambayo unatakiwa kuwa nayo katika makongamano haya ya maombi na majibu, Mungu ametupa mbinu mbalimbali za kujifunza. Tutajifunza na tutaomba. Mwambie mwenzako tunajifunza na kuomba. Kwa hiyo sitaki tu tuombe pasipo kukufundisha jinsi gani manake Biblia takatifu inavyoagiza, inavyoimarisha imani zetu. Tuna haki gani ya kimitihani ambayo tunaweza tukaifuatilia katika Biblia takatifu na kuichukua hiyo mistari na kuweka katika matendo. Kwa hiyo tutakuwa na sehemu mbili katika somo hili. Sehemu ya kwanza tutajifunza juu ya agenda ambayo Mungu ameshaweka moyoni mwangu, na sehemu ya pili tutaomba kwa ajili ya hiyo agenda. Kwa hiyo naomba ujiandae, ukae katika mkao wa kujifunza maombi na majibu, lakini ukae katika ukae katika mkao wa kuomba kwa ajili ya watahiniwa wa mtihani wa taifa wa kidato cha pili, ambapo wewe yamkini pia ulifanya mtihani huo mwaka 2024 au 21 au 22 au mwaka 2018 au mwaka 2000 au mwaka 2021 mwaka 98. Kumbuka kwamba Mungu aliinua watu mbalimbali wakaomba kwa ajili yako. Kwa hiyo kama hili mtahiniwa, basi ni wakati mzuri tuweze kuomba pamoja. Lakini kama wewe maana yake kwamba ni mzazi, ni mlezi au ni muombaji tu ambao una mzigo wa kuombea watahiniwa, na unafahamu kwamba kipindi cha mitihani si kipindi chepesi sana, sababu ni kipindi ambacho mwanafunzi anavuka kutoka kwenye ngazi moja ya maarifa kwenda katika ngazi nyingine ya maarifa kama akifanikiwa kufaulu. Kwa hiyo shetani yupo kazini kipindi hicho ili kuweza kutimiliza kusudi lake, na Mungu yupo kazini. Lakini naamini kabisa kwamba tukiomba kwa imani na tukiamini ya kwamba Mungu anasikia maombi yetu, Mungu atajibu na kusudi lake litasimama. Bwana Yesu asifiwe sana. Mambo ya msingi ambayo tunatakiwa kuwa nayo pia kwenye makongamano haya, tutafundisha kwa staili tofauti, na unapojifunza juu ya makongamano ya maombi katika vikundi vya maombi au kanisani au mahali mbalimbali au katika zoni au katika mazingira tofauti au katika familia. Katika vipindi hivi na katika somo hili tutakuwa tunajifunza kwa kuandika. Kwa hiyo hakikisha una Biblia yako. Mimi nina Biblia yangu takatifu, unaweza ukawa na hard copy au soft copy, na hakikisha unakuwa na daftari lako. Kwa hiyo mimi nina daftari langu hili hapa ambalo Mungu amenifundisha kuandika notes kwa ajili yako. Hakikisha unakuwa na peni yako, au kama peni kwa mimi unaona nina peni yangu, kwa hata Mungu akinisemesha hapa kitu ambacho anataka niandike naweza nikaandika. Na hakikisha pia unakuwa na unakaa katika mkao wa kujifunza na kuomba na kumlilia Roho Mtakatifu ili aweze kutusaidia katika maombi yetu ya kila siku. Kumbuka Warumi 6:26 inasema, kadhalika Roho Mtakatifu naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuwaombea wanatahiniwa
wa mtihani wa taifa wa kidato cha pili jinsi tupasavyo, lakini Roho Mtakatifu atatusaidia mimi na wewe tuweze kuomba kwa ajili ya watahiniwa wa elimu ya sekondari wanaokaa au wanatarajia kufanya mtihani wa taifa katika ngazi ya maana kwa kidato, katika ngazi au katika darasa la kidato cha pili. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. 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 Kwa tutakuwa na agenda mbalimbali na tutakuwa na vitu vya msingi na silaha za msingi. Tutaenda hatua kwa hatua. Kaa darasani, Roho Mtakatifu aweze kutufundisha. Basi naamini tayari una maelekezo ya ufahamu. Kumbuka hili kongamano letu la Alpha ni kongamano la kwanza. Hatujawahi kukutana tukaomba kwa ajili ya mtihani au kukutana na kurekodi labda ujumbe na kuwa na darasa kwa ajili ya kongamano la maombi na majibu kwa ajili ya kuombea watahiniwa wa elimu watahiniwa wa mtihani wa taifa wa kidato cha pili. Kwa hiyo namshukuru Mungu sana. Nilitamani miaka 2-3 iliyopita, lakini yamkini kwamba kwa namna moja au namna nyingine Mungu amenirehemu kwa sababu hakufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa basi ili tuweze kwenda kuanza kipindi chetu, ninaomba tuunganike pamoja na tuweze kuomba mbele za Bwana na kujikabidhi na kukabidhi nguvu za Mungu ziweze kukushukia mahali hapo, na pia nguvu za Mungu ziweze kushukia mahali. Lakini kumbuka pia katika makongamano haya na katika kipindi hiki cha siku ya leo au katika kongamano hili la kwanza, tutakupa nafasi ya kuokoka. Tutakupa nafasi ya kumkiri Bwana Yesu Kristo kwa kinywa chako ya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kwa endelea kuwa sehemu ya kujifunza, wakaribisha wanafunzi wengine, share linki hii, lakini pia jisajili katika shule yetu ya Ufalme wa Mbinguni Uje Tanzania kwa kubonyeza kitufe cha subscribe. Basi fumba macho yako tuweze kuomba mbele za Mungu. Mungu wetu na Baba yetu, tunakuja mbele zako nasema asante kwa jinsi ambavyo umetupenda upeo, ukatupa nafasi ya kutumikia Bwana. Tunakushukuru na tunakuja mbele zako Mfalme amani, tukijiweka wakfu damu ya Yesu ipate kwenda kutufunika sawa sana makusudi yako. Roho Mtakatifu, karibu katika kongamano hili la maombi na majibu kwa ajili ya watahiniwa wa elimu ya sekondari na mtihani wa taifa wa kidato cha pili. Baba, katika jina la Yesu Kristo Nazareth, Mungu wetu na Baba yetu na Bwana wetu Yesu Kristo, karibu katika kongamano hili Bwana la maombi la kwanza la Alpha. Ninaomba upako wako wa Alpha upate kwenda kunishukia, na upako wako wa Alpha upate kwenda kumshukia kila anayetazama ujumbe huu katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa maana wewe ni mwaminifu. Karibu Roho Mtakatifu upate kwenda kutuongoza hatua kwa hatua, kwa maana wewe ni mwalimu mzuri. Tuko tayari kujifunza. Karibu katika kipindi cha kujifunza, karibu katika kipindi cha kuomba. Roho Mtakatifu, karibu uweze kuomba pamoja na sisi na upate kujibu maombi haya kwa kuwasaidia watahiniwa wa mtihani wa taifa wa kidato cha pili katika nchi nzima ya Tanzania, mikoa yote 31, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Basi twende katika kipengele cha utangulizi. Hebu tusome kwanza mstari wa msingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Karibu sasa tuweze kujifunza. Tusome mstari wa msingi ambao ni msingi wa makongamano haya. Fungua kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 14. Tutakwenda kusoma mstari wa sura ya 7 mstari wa 14 mpaka wa 15. Hili ndio neno la msingi. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 7 mstari wa 14 mpaka wa 15. Haya ni mazungumzo au haya ni majibu ya maombi. Kabla sijasoma hiyo, naomba nikurudishe nyuma kwanza, nikuonyeshe kwamba maombi yaliyoombwa na haya ni majibu ambayo Mungu ameajibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo rudi kwenye Mambo ya Nyakati wa kwanza, Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 6 mstari wa 12. Tasoma mstari wa 12, alafu manake nitakwenda kusoma pia mstari wa 14. Hiyo mstari miwili tu ambaye itakwenda tufundisha msingi wa sehemu ya kwanza ya idara hii, kwamba makongamano ya maombi. Je, kwenye Biblia kuna watu waliomba? Na swali la pili, je, maombi hayo waliokuwa wameomba Mungu aliwajibu? Bwana Yesu asifiwe sana. Ili na sisi tuwe na imani, kwa maana imani huja kwa kusikia, na imani ni kuwa na hakika ya mambo nayotarajia na bayana ya mambo ambayo hatuyaoni. Kwa mimi na wewe hatuoni hivi sasa kama Mungu anakwenda kufanya, lakini tuna imani ya kwamba na tuna uhakika wa mambo ambayo nakwenda kuyaomba katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Bwana Yesu asifiwe sana. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 6 mstari wa 12 anasema hivi: huyu ni Suleiman, akasimama mbele ya madhabahu. Suleiman akasimama mbele ya madhabahu ya Bwana machoni pa mkutano wote wa Israeli, akainyosha mikono yake. Mstari wa 14 akasema, Bwana,
Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe mbinguni wala duniani, ushikaye maagano na rehema kwa watumishi wako waendao mbele zako kwa moyo wao wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa unaona, Mfalme Sulemani baada ya kujenga hekalu aliomba maombi ya kuweka wakfu lile hekalu iwe nyumba ya Mungu na iwe makao makuu ya Mungu katika jiji la Yerusalemu, katika nchi ya Israeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kwenye Mambo ya Nyakati ya Pili sura ya 7 mstari wa 14 mpaka wa 15 tunaona maombi ambayo Bwana, tunaanza mstari wa 12 pale, alafu tutaenda 14 na tutaenda 15. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la Bwana nasema kwenye Mambo ya Nyakati ya Pili sura ya 7 mstari wa 12, Bwana akamtokea Sulemani usiku. Nani? Bwana Yesu akamtokea Sulemani usiku. Mungu Baba, Mungu wa Ibrahim na Isaka, akamtokea Sulemani usiku, akamwambia, nimesikia ulioyaomba. Tunaamini kabisa kwamba Mungu atasikia tunayokwenda kuomba. Na mahali hapa nimejichagulia kuwa nyumba ya zabibu. Na mahali hapa Mungu amejichagulia kuwa nyumba ya zabibu, nikizifunga mbingu. Mstari wa 14, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekeza na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Mungu anakwenda kuiponya nchi yetu ya Tanzania. Angalia mstari wa 15, sasa macho yangu, macho ya Mungu yatafumbuka na masikio yangu, masikio ya Mungu yatasikiliza maombi ya watu waombao mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa unaweza kuona kwamba katika kitabu hiki cha Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 6 inatufundisha maombi ambayo Mfalme Suleiman alikusanya Wayahudi wote, makuhani wote, waimbaji wote, na alikusanya kwamba maelfu na maelfu ya wana wa Israeli. Na alipowakusanya aliwaambia, njooni tuombe maombi ya kuweka wakfu hekalu au nyumba ya Mungu, ili Mungu macho yake yawepo hapa na uwepo wake uwepo hapa, awe anasikia maombi, au anapokea sadaka zitakazokuwa zinaletwa mahali hapa. Na sisi haya ndio maombi yetu, kwamba wakati Mungu anatuita na kutupa idara hii, alituambia hivi kwamba tuwe tunaomba kwa imani na tukiamini ya kwamba Mungu atajibu. Kwa sababu kwenye sura ya 7 unaona Mungu alimtokea Sulemani usiku, na tunachoamini kwamba Mungu atanitokea mimi, atakutokea na wewe, na Mungu pia atamtokea mtahiniwa yoyote anayemwamini Mungu katika Yesu Kristo kwa njia ya ndoto, kwa njia ya maono, na atakuwa anamsemesha. Tunaamini kwamba Mungu atakuwa anawakumbusha majibu ambayo ya maswali au majibu ambayo waliokuwa wamejifunza katika masomo mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo huu ndo msingi. Kwa tunaona kwenye sura ya 7 Mungu amejibu maombi. Kwa na sisi tunapofanya kongamano hili la kwanza la kuombea watahiniwa wa mtihani wa taifa wa kidato cha pili, basi tunaamini kabisa kwamba Mungu atakwenda kusikia maombi yetu na atakwenda kujibu zaidi ya tuyaombayo na tuyawazayo, sawa sawa na Waefeso 3:20. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa katika utangulizi, mambo ya msingi ambayo baada ya kukupa msingi wa neno la msingi, neno la Mungu, cha msingi, hili ni kongamano la kitaifa. Tunakwenda kuombea watahiniwa wa mtihani wa taifa wa kidato cha pili ambao wanafanya mtihani au wako kwenye mikoa yote 31 ya nchi ya Tanzania. Kwa tunakwenda kupita mkoa mmoja baada ya mkoa mwingine, mkoa mmoja baada ya mkoa mwingine, kwa sababu kila mkoa una shule mbalimbali za sekondari na una watahiniwa wa mtihani wa taifa wa kidato cha pili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa unaweza kaona kwamba Mungu ameandaa kitu kizuri na kitu cha kitofauti. Yamkini hujawahi kuomba kwa ajili ya nchi ya Tanzania au kuombea watu kadhaa au watu wengi, ukiangalia mikoa ambayo yapo na ukitaja mikoa 31 ya nchi ya Tanzania. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kabla tujaanza kuangalia agenda ya kwanza, ya pili, ya tatu, kadri Roho Mtakatifu atakavyokuwa anatuongoza, basi naomba nikutajie majina ya hiyo mikoa 31 ambayo itakayokwenda kuiombea au itakayokwenda kuomba watahiniwa wa mtihani wa taifa wa kidato cha pili ambao wanasoma au watafanya mtihani katika maeneo mbalimbali ya hiyo mikoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo manake kumbuka, hii ni huduma, ndio maana nasema ufalme wa mbinguni, ufalme wa mbinguni uje Tanzania. Tunakwenda kuomba ufalme wa mbinguni uje Tanzania katika eneo la au katika sekta ya elimu, katika eneo la mitihani ya taifa ya kidato cha pili. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tukiangalia katika utangulizi wetu hapa, manake nchi yetu ya Tanzania ina mikoa 31 ya Tanzania. Jitahidi kidogo kuandika kwa haraka, na ukiona kwamba labda naandika haraka na nakuacha,
basi unaweza ukasimamisha video ukamaliza ukamaliza kuandika, alafu kaendelea kutazama huku ukiwa naomba katika roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Mikoa 31 ya Tanzania. Kwa mikoa 31 ya Tanzania, mkoa wa kwanza ni makao makuu ya Tanzania ambao ni jiji la Dodoma. Mkoa wa pili maana yake kwamba tunasema kwamba tuelekee mashariki ni mkoa wa Morogoro. Mkoa wa Morogoro. Mkoa wa tatu ni mkoa wa Pwani. Hapa ndo nilikosoma mimi form 2 yangu. Mkoa wa 4 ni mkoa wa Dar es Salaam au jiji la Dar es Salaam. Jiji la Dar es Salaam. Kwa tutaomba kwa ajili ya watahiniwa wa kidato cha pili wa Dar es Salaam. Na pia mkoa utakaofuata ni mkoa wa Mjini Magharibi. Mkoa wa Mjini Magharibi, hii ni Zanzibar. Mjini Magharibi. Kwa mkoa wa Mjini Magharibi, hii ni Zanzibar. Lakini mkoa wa 6 ni mkoa wa Kusini Pemba. Mkoa wa Kusini Unguja. Mkoa wa Kusini Unguja. Kwa hii bado ni Zanzibar. Na mkoa wa 7 ni mkoa wa Kaskazini. Mkoa wa Kaskazini, mkoa wa Kaskazini Unguja. Mkoa wa Kaskazini Unguja ambaye pia bado ni Zanzibar. Na mkoa wa 8 ni mkoa wa Kusini Pemba. Mkoa wa Kusini Pemba ambaye makao yake makuu yanaitwa yapo Wete. Mkoa wa 9 ni mkoa wa Kaskazini Pemba. Kwa Kaskazini Pemba. Kwa hii Pemba ni Zanzibar pia. Na mkoa wa 10 ni mkoa wa Tanga. Mkoa wa Tanga. Mkoa wa 11 ni mkoa wa Kilimanjaro. Kaskazini sasa Kilimanjaro ambaye makao makuu ya mkoa yako wilaya ya Moshi. Mkoa wa 12 ni mkoa wa Arusha au jiji la Arusha. Arusha au A-Town. Mkoa wa 13 ni mkoa wa Manyara. Kwa Manyara, hiyo ni kaskazini mwa Tanzania. Alafu mkoa, Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Alafu mkoa wa 14 mkoa wa 14 ni mkoa wa Mara. Hii ni kanda ya ziwa sasa. Na mkoa wa 15 ni mkoa wa Mwanza. Mkoa wa Mwanza ndio mkoa wa 15. Na mkoa wa 16 ni mkoa wa Geita. Geita, sema mkoa wa Geita. Na mkoa wa 17 ni mkoa wa Kagera ambao makao yake makuu yako Bukoba. Mkoa wa 18 wa nchi ya Tanzania ni mkoa wa Shinyanga. Mkoa wa Shinyanga. Mkoa wa Shinyanga. Na mkoa wa 19 ni mkoa wa Simiyu. Mkoa wa Simiyu. Na mkoa wa 20 ni mkoa wa Tabora. Mkoa wa Tabora. Na mkoa wa 21 ni mkoa wa Rukwa. Mkoa wa Rukwa. Na mkoa wa 22 ni mkoa wa Katavi. Na mkoa wa 23 ni mkoa wa Kigoma. Mkoa wa Kigoma. Na mkoa wa 24 ni mkoa wa Singida. Mkoa wa Singida. Mkoa wa 25 ni mkoa wa Ruvuma. Mkoa wa Ruvuma. Mkoa wa 26 ni mkoa wa Songwe. Mkoa wa 27 ni mkoa wa Mbeya au jiji la Mbeya, Wanyakyusa. Mkoa wa 28 ni mkoa wa Songwe. Mkoa wa 29 ni mkoa wa Iringa. Alafu mkoa wa 30 ni mkoa wa Lindi. Mkoa wa 31 ni mkoa wa Njombe. Alafu kuna mkoa wa Mtwara. Naelekea hapa kwenye numbering, kuna mahali nimekosea. Kuna mahali ambapo kwenye numbering 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Alafu 30 Lindi. Alafu 31 Mtwara. Kwa hiyo kuna mkoa hapa ambao itakuwa nimeurudia mara mbili. Pwani, Dodoma, Morogoro, Pwani, Dar es Salaam, Mjini Magharibi, Kusini Unguja, Kaskazini Unguja, Kusini Pemba, Kaskazini Pemba, mkoa wa Tanga, mkoa wa Kilimanjaro, mkoa wa Arusha, mkoa wa Manyara, 14 Mara, mkoa wa Mwanza, mkoa wa Geita, mkoa wa Kagera, Shinyanga, Simiyu,
mkoa wa Tabora, mkoa wa Rukwa, mkoa wa Katavi, 23 Kigoma, mkoa wa Singida, mkoa wa Ruvuma, mkoa wa Songwe, mkoa wa Mbeya, mkoa wa Songwe. Songwe ndio nimerudia. Asante Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Songwe nimerudia. Kwa hiyo badala Songwe ni mkoa wa Mtwara, sababu ulibaki mkoa mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa haya ni majina ya mikoa 31 ya Tanzania. Haleluya. Kwa tunaendelea na somo letu zuri. Kwa hii ndio mikoa yetu 31 ambayo tutakuwa tunaombea watahiniwa wa mtihani wa taifa wa kidato cha pili ambao wako kwenye hii mikoa 31 ya nchi nzuri ya Tanzania. Bwana Yesu asifiwe sana. Ajenda ya kwanza. Ajenda ya kwanza kabisa ambayo tutakayokwenda kuomba, ajenda ya kwanza. Kwa ajenda ya kwanza. Ajenda ya kwanza tutakayokwenda kuomba, naomba tuombe manake tuombe toba. Tuombe toba. Tuombe toba kwa ajili. Tuombe toba kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya watahiniwa. Kwa ajili ya watahiniwa. Watahiniwa wa mtihani wa taifa. Mtihani wa taifa ambayo kwa kifupi tunaita NECTA kidato cha pili. Kidato cha pili. Kwa tutaomba toba kwa ajili yao, lakini tutaomba toba pia kwa ajili ya walimu ambao wamewafundisha, wamewaandaa. Tutaomba toba pia kwa ajili ya wazazi ambao wamewalea. Tutaomba toba pia kwa ajili ya viongozi kama wakuu wa shule, headmasters. Tutaomba toba pia kwa ajili ya manake wachungaji ambao wamekuwa wakiwachunga wachungaji. Tutaomba toba pia kwa ajili ya walezi, kwa wale watoto ambao wamelelewa na walezi na kadhalika. Sasa toba hii manake msingi wa maombi wa kibibilia au neno ambalo tulikuwa tumepewa, tutakwenda kusimama na Mathayo mtakatifu. Kwa hiyo Mathayo mtakatifu sura ya 4 mstari wa 17, na pia tutasimamia kitabu cha Daniel. Kitabu cha Daniel sura ya 9 mstari wa 2 mpaka wa 11. Mstari wa 2 mpaka wa 11. Hii ndio mistari yetu ya imani. Kwa hiyo andika hii ajenda ya kwanza, na ukishamaliza kuandika chukua Biblia yako takatifu, alafu fungua kitabu cha Mathayo 4 mstari wa 17, tukasome, tuimarishe imani. Kumbuka kwamba Waebrania 11:1 inasema hivi, basi imani ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo tusiyoyaona. Warumi 10:17 inasema hivi kwamba imani huja kwa kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kwa tunapopitia mistari ndio kipindi hiki cha mafundisho, alafu tutakwenda kuomba kwa ajili ya ajenda hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hizi ajenda ni muhimu na ni vizuri ukaandika, ukaendelea kuomba, Shikilia hizi ajenda siku zote kuanzia tarehe 26, kuanzia tarehe 6 mwezi wa 11 beba hizi ajenda, waendelee kuombea mpaka tarehe 20 ya mwezi wa 11 mwaka 2025. Bwana Yesu asifiwe sana. Fungua kitabu cha Mathayo mtakatifu sura ya ngapi? Sura ya 4 mstari wa 17, na kama umefika sema amen. Mimi nimefika. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Neno la Bwana linasema kwamba tokea wakati huo Yesu alianza kuhubiri na kusema, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Bwana Yesu asifiwe sana. Narudia mstari. Tokea wakati huo. Wakati gani? Yesu alipokwenda Galilaya, alipokwenda katika mji wa Zabulon, manake alipokwenda katika nchi ya Naftali. Manake tokea wakati huo Yesu alianza kunihubiri, na Yesu alianza kukuhubiri, na kichwa cha somo alichokuwa ameanza kutuhubiri au kunihubiri na kukuhubiri kinaitwa tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Ninatubu kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia moyoni mwangu. Unatubu kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia moyoni mwako. Tunakwenda kuomba maombi ya toba kwa makosa, dhambi, maovu na maasi yote ambayo watahiniwa wa mtihani wa taifa wa kidato cha pili, walimu, wazazi, walezi, viongozi, wachungaji, maaskofu,
Tulimtenda Mungu kipindi cha kuandaa hawa wanafunzi cha mwaka 2024 na mwaka 2025, kipindi cha kidato cha kwanza na kidato cha pili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tunakwenda kuomba toba juu ya maeneo hayo makubwa manne. Twende katika kitabu cha Daniel sura ya 9 mstari wa 2 mpaka wa 11. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ni mistari muhimu sana ambayo tutakayokwenda kupita nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la Bwana linasema, kama umefika Daniel 9:2 sema amen. Amen. Okay, katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake, mimi Daniel kwa kuvisoma vitabu, ikiwepo kitabu cha Biblia takatifu au ikiwepo kipindi hicho inaitwa Torati, na alifahamu hesabu ya miaka ambayo neno la Bwana limjia Yeremia nabii ya kutimiza ukiwa wa Yerusalemu, yaani miaka 70. Nikamwelekezea Bwana Mungu uso wangu ili kutaka kwa maombi na dua pamoja na kufunga na kuvaa nguo za magunia na majivu. Mambo matano huyu ndugu alifanya na aliambatanisha katika maombi yake. 1, aliomba. 2, aliomba dua. 3, alifunga. 4, alivaa nguo za magunia. Hakuvaa shati au t-shirt au labda suti kama wewe manake, au suruali kama mimi manake, alivaa magunia. Lakini 4, akawa katika nini? Akajiweka katika majivu. Manake kulala kwake ni kwenye majivu, na akajipaka majivu, hali ya kuonyesha kwamba anaomboleza. Kwa nini? Kwa ajili ya taifa lake la Israeli. Na mimi na wewe leo inakwenda kuomboleza kwa ajili ya watahiniwa wa mtihani wa taifa wa kidato cha pili. Bwana Yesu asifiwe sana. Hasa angalia maombi yake. Nikamwomba Bwana, mstari wa 4, nikamwomba Bwana Mungu wangu, nikaungama nikasema, Bwana Mungu mkuu mwenye kutisha, ushikae maagano na rehema kwao wampendao na kuzishika amri zake. Tumefanya dhambi, mimi na wewe tumefanya dhambi, tumefanya ukaidi, tumetenda maovu, tumeasi, naam, hata kwa kuyaacha maagizo yako na hukumu zako. Wala hatukuwasikiliza watumishi wako manabii ambao kwa jina lako walisema na wafalme wetu na wakuu wetu na baba zetu na watu wote wa nchi. Bwana, haki ina wewe, lakini kwetu sisi kuna haya ya uso, kama hivi leo kwa watu wa Yuda na kwa wenyeji wa Yerusalemu na kwa Israeli wote, walio karibu na hao walio mbali, katika nchi zote uliowafukuza kwa sababu ya makosa yao waliokukosa. Bwana, kwetu sisi kuna haya ya uso kwa wafalme wetu na wakuu wetu na baba zetu, kwa sababu tumekutenda dhambi. Rehema na msamaha ni kwa Bwana Mungu wetu, ingawa tumemwasi. Wala hatukuitii sauti ya Bwana Mungu wetu kwa kwenda katika sheria zake alizoziweka mbele yetu kwa kinywa cha watumishi wake manabii. Naam, Israeli wote wameihalifu sheria yako kwa kugeuka upande, wasisikilize sauti yako. Basi kwa hiyo laana imemwagwa juu yetu, na wapo ule ulioandikwa katika sheria ya Musa mtumishi wa Mungu, kwa sababu tumetenda dhambi. Mimi nimetenda dhambi kama mwalimu ninayewafundisha wanafunzi wa kidato cha pili. Mimi nimetenda makosa, nimetenda maovu, nimemwasi Mungu kama mwalimu ambaye anafundisha wanafunzi wa kidato cha pili kwa mtandao wa internet, lakini kwa ana. Manake nawafundisha wanafunzi wa kidato cha pili katika shule ya sekondari ya Shaban Robert ambaye iko katika jiji la Dar es Salaam. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mimi nakiri ya kwamba kwa sababu niko hapa kama mwalimu na niko hapo nimetajwa, nimetenda Mungu dhambi, nimemtenda Mungu makosa, nimemwasi, nimetenda maovu. Naomba toba kwa ajili yangu, lakini naomba toba kwa ajili ya watahiniwa wa mtihani wa darasa la saba. Kwa hiyo kumbuka maeneo utakayokwenda kuombea toba. Tunaomba toba kwa ajili ya dhambi, Mungu asamehe dhambi za haya makundi ya watu. 2, tunaenda kuomba toba kwa ajili ya maovu, Mungu asamehe maovu yetu kama nchi na kama taifa. 3, tunakwenda kuomba toba kwa ajili ya makosa. Na kumbuka dhambi ni uasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo jambo la msingi ambalo tunakuwa tunajifunza, unaona Yesu akianza kutuhubiri kwa kutuambia tutubu kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Tunakwenda kuomba toba kwa ajili ya dhambi za watahiniwa wa mtihani wa kidato cha pili. Manake kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya maovu, kwa ajili ya makosa ya wanafunzi wote katika nchi ya Tanzania, ili Mungu apate kwenda kusamehe. Lakini Daniel anatufundisha pia kwamba yeye mwenyewe alisimama akaomba toba kwa ajili ya taifa lake la Israeli, kwa sababu hawakushika mafundisho na mahubiri ya manabii pamoja na Torati ya Musa
na hasa manabii wengi walitoa unabii ya kwamba akiwepo nabii manake manabii wengi, akiwepo nabii Yeremia akiwa ametoa unabii ya kwamba wana wa Israeli watatolewa katika nchi ya Israeli na kupelekwa katika uhamisho Babeli. Kwa hiyo Daniel alimtumikia Mungu akiwa yuko katika nchi ya Babeli. Alikuwa nabii wa Mungu na mtumishi wa Mungu aliyekuwa na maono na aliyekuwa na ndoto na aliyekuwa na ufahamu na aliyekuwa na maarifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mimi leo hii na wewe ndio Daniel wa nchi ya Tanzania katika sekta ya elimu na katika kundi la watainiwa wa mtihani wa kidato cha pili. Roho Mtakatifu, tunakushukuru kwa maana tunakwenda kuomba sasa katika sehemu ya kuomba, kwa maana wewe ni mwaminifu, na asante kwa jinsi ambavyo unaweza kupiga magoti, unaweza kanena kwa lugha, unaweza ukasimama, unaweza ukakaa. Cha msingi imani yetu iende mbele za Mungu. Mungu, katika jina la Yesu Kristo Nazareti, tunakuja mbele zako. Naomba toba kwa ajili yangu, dhambi zangu, makosa yangu na maovu yangu. Naomba damu ya Yesu Kristo Nazareth initakase ili nipate kusimama mbele zako nikiomba toba kama kuhani wako, Bwana muombaji, kwa ajili ya nchi ya Tanzania. Baba, katika jina la Yesu Kristo Nazareth, naomba toba pia kwa ajili ya huyu muombaji anayetazama ujumbe huu, ambaye amekuwa sehemu ya darasa hili. Katika jina la Yesu Kristo Nazareth, ninakuja mbele zako Mungu nikikutukuze peke yako, kwa maana unastahili na ni mwingi wa rehema na mwingi wa fadhili. Katika jina la Yesu Kristo Nazareth, Roho Mtakatifu, ninakuja mbele zako nikisema asante kwa uaminifu wako, na asante kwa maana wewe ni mwingi wa rehema na mwingi wa fadhili. Ninakuja mbele zako Bwana, asante kwa kunisamehe. Ninakuja mbele zako nikiunganika na watoto wako, ili ninaomba toba Bwana kwa ajili ya dhambi, maovu na makosa ya watainiwa wa mtihani wa taifa wa kidato cha pili wa mwaka 2025. Mungu, ninaomba toba kwa ajili ya dhambi, maovu na makosa ya wazazi, ya walimu waliohusika kuwafundisha wanafunzi watainiwa wa kidato cha pili mwaka 2025 katika mwaka 2024 na mwaka 2025. Mungu, ninaomba toba kwa ajili ya dhambi, maovu na makosa kwa ajili ya watainiwa wa mtihani wa taifa wa kidato cha pili Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Naomba toba kwa ajili ya dhambi, maovu na makosa kwa ajili ya wazazi ambao wamewalea watainiwa kidato cha pili. Naomba toba kwa ajili ya dhambi, maovu na makosa kwa ajili ya viongozi ambao wamewaongoza wanafunzi wa kidato cha pili nikiwepo na mimi. Naomba toba Bwana kwa ajili ya dhambi, makosa na maovu ambayo yametendwa na wachungaji ambao wamewapa jukumu la kuwalisha na kuwalinda wanafunzi wa kidato cha pili. Naomba toba kwa ajili ya walezi. Naomba toba kwa ajili ya dhambi, maovu na makosa ya walezi ambaye Mungu yamewasilisha mbele zako na mshtaki wetu ambaye anaitwa Shetani yaliyofanya na walezi. Mungu, ninakuja mbele zako kwa imani, nikisimama katika nafasi ya kuhani, kama kuhani wako Bwana, chini ya kuhani mkuu ambaye ni Yesu Kristo, nikiomba kwa ajili ya watahiniwa wa mtihani wa taifa wa kidato cha pili katika jiji la Dodoma. Naomba toba kwa ajili ya dhambi, makosa, maovu na maasi Bwana, kwa ajili ya watahiniwa wa mtihani wa taifa wa kidato cha pili waliokuwepo jiji la Dodoma. Naomba toba kwa ajili ya dhambi, makosa, maovu ya manake ya kidato cha pili ambao wako katika jiji la Morogoro, mji wa Morogoro. Naomba toba Bwana kwa ajili ya dhambi, makosa na maovu kwa ajili ya watainiwa kidato cha pili ambao wako mkoa wa Pwani. Naomba toba kwa ajili ya dhambi, makosa na maovu Bwana ya watainiwa wa kidato cha pili ambao wako katika jiji la Dar es Salaam. Katika jina la Yesu Kristo Nazareth, naomba toba kwa ajili ya dhambi, maovu na makosa kwa ajili ya watainiwa Bwana wa kidato cha pili ambao wako katika mjini Magharibi Zanzibar. Naomba toba kwa ajili ya dhambi, makosa na maovu kwa ajili ya watainiwa kidato cha pili ambao wako katika mkoa wa Kusini Unguja. Naomba toba kwa ajili ya Bwana kwa ajili ya dhambi na makosa na maovu kwa ajili ya Bwana watainiwa kidato cha pili ambao wako katika mkoa wa Kaskazini Unguja. Naomba toba kwa ajili ya Bwana watainiwa kidato cha pili. Naomba toba kwa ajili ya dhambi, maovu na makosa ambao wako katika mkoa wa Kaskazini Pemba. Naomba toba kwa ajili ya dhambi, makosa na maovu kwa ajili ya watainiwa kidato cha pili ambao wako katika mkoa wa Tanga. Ninaomba toba kwa ajili ya Mungu wangu dhambi, maovu na makosa kwa ajili ya watainiwa kidato cha pili waliyafanya ambao wako katika mkoa wa Kilimanjaro. Naomba toba kwa ajili ya dhambi, makosa na maovu Bwana kwa ajili ya watainiwa kidato cha pili ambao wako katika jiji la Arusha. Naomba toba kwa ajili ya dhambi, maovu na makosa kwa ajili ya watainiwa kidato cha pili ambao wako katika mkoa wa Manyara. Naomba toba kwa ajili ya dhambi, maovu na makosa
kwa ajili ya watainiwa kidato cha pili ambao wako mkoa wa Mara. Mungu, katika jina la Yesu Kristo Nazareti, naomba toba Bwana, kwa damu ya Yesu Kristo kwa ajili ya dhambi, maovu na makosa ya watainiwa kidato cha pili ambao wako katika mkoa wa Geita. Ninaomba toba Bwana kwa ajili ya dhambi, maovu na makosa kwa ajili ya watainiwa kidato cha pili ambao wako katika mkoa wa Mwanza. Ninaomba toba kwa ajili ya dhambi, maovu na makosa wa kidato cha pili, wanafunzi wa kidato cha pili Bwana ambao wako katika mkoa Bwana wa Kagera. Naomba toba kwa ajili ya dhambi, makosa na maovu yaliyofanywa na watainiwa na wazazi na walezi na walimu Bwana wa kidato cha pili, Bwana wanafunzi wa kidato cha pili, watainiwa kidato cha pili Bwana katika mkoa wa Shinyanga. Naomba toba kwa ajili ya dhambi, maovu na makosa ya wanafunzi wa kidato cha pili Bwana katika mkoa wa Simiyu. Naomba toba kwa ajili ya dhambi, maovu na makosa kwa ajili ya wanafunzi Bwana wa kidato cha pili katika mkoa wa Tabora. Naomba toba kwa ajili ya dhambi, maovu na makosa kwa ajili ya Bwana watainiwa kidato cha pili walioko katika mkoa wa Rukwa. Naomba toba kwa ajili ya dhambi, maovu na makosa Mungu wangu kwa ajili ya watainiwa kidato cha pili ambao wako katika mkoa wa Katavi. Naomba toba kwa ajili ya dhambi, maovu na makosa Bwana kwa ajili ya watainiwa wa kidato cha pili ambao wako katika mkoa wa Kigoma. Naomba toba kwa ajili ya dhambi, maovu na makosa ya watainiwa kidato cha pili ambao wako katika mkoa wa Kigoma, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Naomba toba kwa ajili ya dhambi, maovu na makosa, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia wanafunzi wa kidato cha pili ambao wako katika jiji la Singida. Naomba toba kwa ajili ya dhambi, maovu na makosa Bwana kwa ajili ya wanafunzi wa kidato cha pili ambao wako katika mkoa wa Ruvuma. Naomba toba kwa ajili ya dhambi, maovu na makosa Bwana watainiwa kidato cha pili ambao wako katika mkoa wa Songwe. Naomba toba kwa ajili ya dhambi, maovu na makosa Bwana na maasi ambayo wanafunzi wa kidato cha pili wamefanya ambao wako katika jiji la Mbeya. Naomba toba kwa ajili ya Bwana dhambi, maovu na makosa kwa ajili ya Bwana wanafunzi wa kidato cha pili ambao wako katika mkoa wa Mtwara. Naomba toba kwa ajili ya dhambi, maovu na makosa kwa ajili ya watainiwa kidato cha pili ambao wako katika mkoa wa Iringa. Naomba toba kwa ajili ya dhambi, maovu na makosa ya watainiwa kidato cha pili ambao wako katika mkoa wa Lindi. Naomba toba kwa ajili ya dhambi, maovu na makosa kwa ajili ya watainiwa kidato cha pili ambao wako katika mkoa wa Njombe. Mungu wetu na Baba yetu, ribaraka shiko roko boko shikaraka, rimbaraka shiko roko boko shikara, ribaraka shiko roko boko shikaraka bakashika, rimbaraka shikaraka bakashi, ribaraka shiko. Nanena kwa lugha. Kunena kwa lugha manake naongea na Mungu mambo ya sirini katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Ribo roko shikaraka bakashika, ribaraka shiko, rimbaraka shika, ribaraka shiko roko boko shikara, ribaraka shiko roko boko shikara, ribaraka shiko roko boko, rabaraka shikaraka bakashiko, ribaraka shiko roko boko shikara, raka shiko roko boko shikara, raka shiko roko boko shikara, rimbaraka shiko roko boko shikara, ribaraka shiko roko boko shikara, ribaraka shiko, ribaraka shiko roko boko shikara, raka shiko roko boko, rimbaraka shikaraka bakashiko, ribaraka shiko roko boko shi, ribaraka shiko roko boko shikara, ribaraka shiko, ribaraka shikaraka baka, ribaraka shiko, ribaraka shiko roko boko shikara, ribaraka shiko roko boko, ribaraka shiko, ribaraka shikaraka baka shiko roko boko shikara, raka shiko roko boko rika, raka ribo roko shi, ribaraka raka shiko, ribaraka riko, ribaraka ribo roko rika riki, ribo roko rika raka riko ro, ribaraka Tanzania, ribaraka shiko roko boko, ribaraka shiko ro. Watainiwa Bwana wa mtihani wa taifa wa kidato cha pili, Mungu wasamehe na kuwatatea na kuwasafisha kwa damu ya Yesu Kristo Nazareti. Amen. Hongera sana kwa kuomba hii agenda ya kwanza. Tunaamini Mungu wetu amesikia na atajibu zaidi ya tuliokuwa tumeomba, na Mungu amesamehe na hana hasira tena na amesahau. Kama wewe ni form 2 na au kidato cha pili, kumbuka Mungu huwa ana tabia ya kusamehe na kusahau dhambi zako, maovu yako na makosa yote ambayo ulikuwa umefanya. Umefanya uzinzi, umefanya uasherati, umefanya chochote kile ambacho kimenajisi hali yako ya wanafunzi na hali yako ya utakatifu, basi Mungu amekusamehe na hata kumbuka tena na yuko tayari pamoja nawe. Bwana Yesu asifiwe sana. Agenda ya pili muhimu sana. Agenda ya pili muhimu sana. Hii ni agenda muhimu sana. Manake tuombe. Tuombe nini? Tuombe nguvu. Tuombe nguvu za Roho Mtakatifu. Nguvu za Roho Mtakatifu
Mtakatifu ziwajaze, nguvu za Roho Mtakatifu ziwajaze watahiniwa. Nguvu za Roho Mtakatifu ziwajae, nake ziwajae watahiniwa wa mtihani wa taifa au wa NECTA kidato cha pili ambao utaanza tarehe 10 mpaka tarehe 20 mwezi wa 11 mwaka 2025. Kwa tunakwenda kuomba nguvu za Roho Mtakatifu ziwajaze na kuwabadilisha kabisa hawa, watoke kwenye hali ya wanafunzi waende katika hali ya watahiniwa. Kumbuka mwanafunzi ni tofauti na mtahiniwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hizo nguvu za Roho Mtakatifu zitafanya mambo mengi sana ndani ya mwanafunzi wa kidato cha pili. Kama ndio wewe unakuwa unatazama, zitafanya mabadiliko makubwa sana, na naamini kabisa kwamba utakuwa unamshukuru Mungu hatua kwa hatua, na hata ukimaliza utamwambia Mungu asante, kwa maana fadhili zako ni za milele. Sasa hii tunakwenda kusimamia kitabu cha Matendo ya Mitume. Iko mistari mingi sana, lakini namuomba Roho Mtakatifu atusaidie na tupe msingi. Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 8, alafu tutakwenda sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 4. Hasa hizi nguvu za Roho Mtakatifu tunakwenda kuomba ili ziguse maeneo yafuatayo. Eneo la kwanza, afya ya watahiniwa. Manake kwanza, eneo la kwanza, uzima. Mungu awape uzima, wasife kipindi cha mtihani. Eneo la pili litakwenda kusimamia afya ya watahiniwa, asiwepo anayeumwa katika kipindi chote hiki kama si makusudi ya Mungu. Lakini hizi nguvu za Roho Mtakatifu zitakwenda kushughulika na akili za watahiniwa, na pia hizi nguvu za Roho Mtakatifu zitakwenda kushughulika na nini? Na mabadiliko. Manake kwamba kutoka wanafunzi, manake atabadilisha fikra wanafunzi kwenda kuwa watahiniwa. Na hizi pia nguvu za Roho Mtakatifu zitakwenda kushughulika na fikra za wanafunzi, na hizi nguvu za Roho Mtakatifu zitakwenda kushughulika kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kumbukumbu za wanafunzi, waweze kukumbuka kumbukumbu za watahiniwa. Lakini hizi nguvu za Roho Mtakatifu pia zitakwenda kujaa na zitakwenda kushughulika na nini? Vyumba vya mitihani. Mbasema kwamba sio madarasa, tuseme vyumba vya mitihani. Vyumba na kumbi za mitihani. Kwa zitakwenda kujaa pale kumbi za mitihani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya ni maeneo tu 7 ambayo Roho Mtakatifu amenipa wakati ananiandaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya, kisha unaandika, simamisha video, andika kila kitu, kwa sababu hatutofuta hii mikoa manake 31 tutakuwa tunaandika agenda hapa. Kwa hiyo simamisha videos, tafadhali andika hayo maelezo kwenye daftari lako. Asante kwa kufanya hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hivi ninaomba twende kwenye Biblia takatifu. Mistari yetu ya imani ni nini? Tumeambia Matendo, kitabu cha Matendo ya Mitume kilichoandikwa na Luka mtakatifu, sura ya 1 mstari wa 8 na sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 4. Kwa msomaji wa Biblia ameshaelewa kwamba hiyo mistari inazungumzia juu ya ujio wa Roho Mtakatifu, kama vile Yohana 14 mstari wa 16 mpaka 17 na mpaka 18, Yesu anapotuambia kwamba yeye atamuomba Baba, naye Baba atatipa msaidizi mwingine ambaye ni Roho Mtakatifu, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea, ila mimi na wewe tuliookoka tunaweza tukampokea. Kwa nini? Kwa sababu kwamba anakaa ndani yetu. Sisi tunamtambua na yeye anatutambua. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa huyo Roho Mtakatifu hapa ndipo ambapo anapokuja akiwa amebeba nguvu kwa ajili ya manake nguvu kwa ajili ya watahiniwa wa mtihani wa taifa wa kidato cha pili. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya.
Bwana Yesu asifiwe sana. Chukua kitabu chako cha Biblia, twende tukasome neno, alafu nitafundisha kidogo na tutakwenda kuomba kwa picha kubwa hii ya mikoa 31. Bwana Yesu asifiwe sana. Matendo, kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 8. Kama umefika sema amen, sema amen, sema amen, fungua Biblia, sema amen, usinisikilize tu, sema amen, fungua Biblia uyachunguze maandiko kwamba ninachosoma na ninachofundisha ndicho kilivyoandikwa kwenye Biblia au ninasema maneno yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wa 8, Matendo ya Mitume 1:8 nasema hivi, lakini mtapokea nguvu. Nikibinafsisha mstari, lakini mimi mwalimu wa watahiniwa wa mtihani wa taifa wa kidato cha pili nitapokea nguvu, akisha kunijilia juu yangu Roho Mtakatifu. Watahiniwa mtihani wa taifa watapokea nguvu, akisha kuwajilia Roho Mtakatifu. Tutakwenda kuomba pia sala toba ili waokoke, kwa sababu wasipookoka Roho Mtakatifu anakuwa nje yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kisha unaandaa moyo wako ili uokoke siku ya leo, kwa sababu unaona Mungu anavyokupenda mpaka kutembelea kwenye eneo la mitihani. Bwana Yesu asifiwe sana. Nami nitakuwa shahidi wa Mungu katika Tanzania, katika Dodoma, katika Tanga, katika mkoa wa Kilimanjaro, katika mikoa ya Unguja, ya Pemba, kaskazini mwa Tanzania. Mimi nitakuwa shahidi nikishapokea nguvu za Roho Mtakatifu. Kwa tunakwenda kuomba ili watahiniwa wa mtihani wa taifa kidato cha pili wawe mashahidi wa Mungu, wala sio mashahidi wa shetani, kipindi chote cha kuanzia tarehe 10 mpaka tarehe 20 ya mwezi wa 11 mwaka 2025, wakishuhudia matendo makuu ya Mungu na wakiona nguvu za Mungu na nguvu za Roho Mtakatifu zikifanya kazi ndani yao kwa staili na kwa namna ya ajabu ambayo hawajawahi kukutana na Roho Mtakatifu kwa staili hiyo. Kumbuka, Roho Mtakatifu sio nguvu. Roho Mtakatifu anakuja akibeba vitu, na kimoja hapo ambacho anachobeba ni nguvu, na hizo nguvu zinaitwa nguvu za Mungu, au zinaitwa nguvu za Roho Mtakatifu, au zinaitwa nguvu za Roho wa kweli, au zinaitwa nguvu za shahidi, au zinaitwa nguvu za msaidizi wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu twende kwenye Matendo ya Mitume. Kwa hiyo kwenye mstari wa 1 unasisitiza nguvu. Kivumishi hapa ni nguvu. Sema nguvu. Hiki ni kivumishi. Kwa hiyo nguvu za nani? Sio nguvu zako wewe, sio nguvu za mwalimu, sio nguvu za mapepo, sio nguvu za shetani, nguvu za Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hai, twende kwenye Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 4, tuone jinsi gani nguvu za Roho Mtakatifu zinaweza zikawajaa watu, lakini zinaweza zikajaza eneo na likabadilisha mambo yote. Sababu hapa manake ni mitume wanajazwa nguvu za Roho Mtakatifu ili wawe mashahidi wa Bwana Yesu Kristo katika Yerusalemu, katika Uyahudi, katika manake katika Uyahudi yote na Samaria na hata mwisho wa nchi, maeneo manne waliokuwa wamepewa kama coverage yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Matendo ya Mitume 2:1 inasema hivi, hata ilipotimia siku ya Pentekoste walikuwapo wote mahali pamoja. Kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto ulioakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho Mtakatifu alivyowajalia kutamka. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu naomba unisikilize nitoe ufafanuzi hapa, alafu tukaombe mara moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata ilipotimia, hii ilikuwa ni siku ya Pentekoste. Tuombe kwamba tarehe 10 mpaka tarehe 20 mwezi wa 11 mwaka 2025 iwe kama ni siku ya Pentekoste, ambapo wanafunzi watahiniwa wa mtihani wa taifa wa katika nchi ya Tanzania wa kidato cha pili watakusanyika mahali pamoja panapoitwa darasa, chumba au darasa au ukumbi wa mitihani au vyumba vya mitihani. Alafu nini kitakachotokea tutakapoenda? Tuamini kwamba kutajia au kwenye hivyo vyumba manake kutajia ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu
wa nguvu. Sema nguvu, sema nguvu, sema nguvu, sema nguvu. Hebu sema kwamba manake kwamba uvumi wa upepo wa nguvu. Sema uvumi wa upepo wa nguvu. Nguvu za Roho Mtakatifu ukienda kasi ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Hawa wanafunzi watainiwa wa mtihani wa taifa wa kidato cha pili watakuwa wanakaa wameketi wakifanya hiyo mitihani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa atakapokuwa wameketi, tunachokwenda kuomba kwamba manake uvumi wa upepo wa nguvu za Roho Mtakatifu uende kwa kasi kwenye hivyo vyumba na kuweza kuwajaza wote, au kuweza kuijaza hivyo vyumba vya mitihani vitakavyotumika kufanyia mtihani. Lakini pia kwa wanafunzi kuwatokee ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliokalia katika kila mmoja wao. Alafu tutakwenda kuomba kwamba wote wajazwe, watahiniwa wote wa mtihani wa kidato cha pili bila kujalisha dini yao. Roho Mtakatifu hana dini na hachagui dini. Bila kuchagua dini yao, wajazwe nguvu za Roho Mtakatifu na waanze kusema kwa lugha nyingine wakiwa kwenye mtihani, japo kimya kimya, kwa sababu uruhusi kuongea katika mtihani wa taifa. Waanze kusema kwa lugha nyingine, sio Kiswahili, sio Kiingereza, wala sio Kifaransa. Alafu kama Roho atakavyowajalia kutamka hayo maneno. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo huu ndo msisitizo tunaokwenda kuomba hivi sasa, na ninaomba twende tukaombe kwa ajili ya agenda hii na Mungu aweze kusaidia ili apate kusikia. Kwa tunakwenda kuomba nguvu za Roho Mtakatifu ziwajazi watainiwa. Wa nini? Watainiwa wa mtihani au wa kidato cha pili, manake wa mtihani wa taifa wa kidato cha pili ambao wanawakilisha taifa, wanawakilisha sekta ya elimu. Na tunaomba tunaombea eneo la uzima, afya, akili, kubadilishwa kutoka kwenye wanafunzi kwa watainiwa, kubadilishwa fikra. Mungu Roho Mtakatifu aguse kumbukumbu zao, akumbuke walichosoma, na huu pako ukajae kwenye vyumba na kumbi vya mitihani katika mikoa yote 31 ya Tanzania. Umeelewa? Bwana Yesu asifiwe sana. Sema amen kama umeelewa. Shukuru Mungu kwa uelewa ambao amekupa. Tunakwenda kuomba mbele za Mungu. Mungu wetu na Baba yetu, ni mimi Olenjolai na mke wangu Nekinyi, tunakuja mbele zako kwa unyenyekevu kama makuhani, tukiomba kwa ajili ya agenda ya pili ya kuwaombea nguvu za Roho Mtakatifu ziwajae watainiwa wa mtihani wa taifa wa kidato cha pili, ambao watazitumia hizo nguvu kujibu vizuri mitihani yote itakayofanyika kuanzia tarehe 10 mpaka tarehe 20 ya mwezi wa 11 mwaka 2025. Mungu, tunaweka imani yetu katika neno lako la Matendo ya Mitume 1:8 na Matendo ya Mitume 2 mstari wa 1 mpaka 4. Mungu wetu na Baba yetu, tunakuja mbele zako tukiomba kwa unyenyekevu. Tunaomba nguvu za Roho Mtakatifu zinijaze mimi hapa, zinijaze anayetazama, ziwajaze watainiwa wa mtihani wa kidato cha pili. Hizo nguvu za Roho Mtakatifu ziende Mungu zikashughulike na uzima wa watainiwa wote wa mtihani wa taifa wa kidato cha pili katika mikoa yote 31. Mungu, nguvu hizo zipate kwenda kushughulika na afya ya watainiwa wote, Bwana, maelfu kwa maelfu ya mtihani wa taifa wa kidato cha pili ambao wako mikoa yote 31. Mungu, ninaomba pia hizo nguvu za Roho Mtakatifu ziende zikaguse na kuachilia nguvu katika akili za watainiwa wa mtihani wa taifa wa kidato cha pili katika nchi, katika mikoa yote 31 hii hapa ambayo tumeitaja, Bwana, mbele zako ya nchi ya Tanzania. Na Mungu, ninakuja mbele zako nikiomba nguvu za Roho Mtakatifu ziwabadilishe Bwana watahiniwa wa mtihani wa taifa wa kidato cha pili kutoka kwenye hali ya wanafunzi waende katika hali ya kuwa watahiniwa. Mungu, tunajua kwamba mtahiniwa ni maana yake anajiandaa kwenda kujibu mtihani. Hajiandai kwenda kujifunza, anajiandaa kwenda kutumia kile alichojifunza kwa ajili ya kujibu maswali yanayopima kiwango chake cha uelewa na kiwango chake cha ufahamu. Mungu, ninakuja mbele zako nikiomba nguvu zako za Roho Mtakatifu uziachiliazo kwa wanatahiniwa wote wa mtihani wa taifa wa kidato cha pili, uende ukaguse fikra zao, ziwabadilishe. Kwa maana Mungu, umesema mwenyewe kwenye Misali Bwana 21 mstari wa 7, aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Aonavyo mtahiniwa wa kidato cha pili nafsini mwake ndivyo alivyo. Akiona kufeli ndivyo itakavyokuwa. Akiona ndani yake kufaulu ndivyo itakavyodhihirika katika ulimwengu wa nje, katika ulimwengu wa mwili, katika jina la Yesu Kristo. Mungu, ninaomba nguvu zako za Roho Mtakatifu zipate kwenda kugusa kumbukumbu za watahiniwa mtihani wa taifa wa kidato cha pili kwenye mikoa
mikoa hii yote 31 ambayo tumeitaja mbele zako Mungu, ili zipate kwenda kugusa na kukuachia na kuwakumbusha yale yote ambayo Mungu umewafundisha tangu wakiwa kwa preform 1. Mungu wakumbushe, Roho Mtakatifu wakumbushe watainiwa wa mtihani wa taifa kidato cha pili, mafundisho yote, mambo yote uliyokuwa umewafundisha kwenye masomo yote, somo la hisabati, somo la Kiingereza, somo la Kiswahili, somo la jiografia, somo la fizikia, somo la kemia, somo la biolojia, somo la elimu ya sayansi ya kompyuta. Bwana, katika jina la Yesu Kristo, somo la michoro, somo la Kiswahili, katika jina la Yesu Kristo, somo la biashara la bookkeeping na commerce, Mungu katika jina la Yesu Kristo Nazareti, ninaomba uwakumbushe kama vile neno lako linavyosema kwenye Yohana Mtakatifu 14 mstari wa 26 ya kwamba na huyo Roho na huyo Roho Mtakatifu atakapowajia atawafundisha yote na kuwakumbusha. Roho Mtakatifu kazi yako ni kumbukumbu, kutukumbusha yale mambo yote ambayo tumeyasahau. Mungu, ninakuja mbele zako nikiomba nguvu zako za Roho Mtakatifu zipate kuwajaa watainiwa wa mtihani wa taifa wa kidato cha pili, Bwana, katika mikoa hii 31 Bwana ya nchi ya Tanzania, ili ipate kwenda kujaa vyumba Bwana na kumbi zote za mitihani itakayofanyika katika mikoa yote 31, kuanzia mkoa wa Dodoma mpaka mkoa wa Njombe, Mfalme Amani, kama tulivyotaja mbele zako kwenye ajenda ya kwanza Mfalme na kwenye utangulizi. Mungu, ninaomba katika jina la Yesu Kristo Nazareti upate kwenda kujaza hivyo vyumba, upate kwenda kungoa na kuvunja madhabahu yoyote, ungoe majini na mapepo Bwana na mitego yoyote ambayo shetani ameitanguliza kama miiba, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Tunakemea mapepo katika vyumba hivyo vya mtihani, toka katika jina la Yesu Kristo, toka katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Riboroko shikaraka bakashi rimbaraka shikoroko bokoshika ribaraka shikoro rimbaraka shikoroko boko rimboroko shikara ribaroko shikoroko boko shikara ribaraka rabaka shikoro. Receive the power of the Holy Ghost. Pokea nguvu za Roho Mtakatifu, pokea nguvu za Roho Mtakatifu watainiwa kidato cha pili wa nchi ya Tanzania. Pokea nguvu za Roho Mtakatifu zitakazo kusaidia katika kujibu mtihani wako kwa umakini na kufaulu. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunaomba katika mitihani watoto wako wapate A, wapate grade A, wapate grade A, wapate division 1 na wapate grade A, wapate division 2 na wapate grade B, wapate division 3 na wapate grade C, katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Tunabatilisha division 3 na division 4, na tunabatilisha division 4 na division 0, na tunabatilisha pia grade C, grade D na grade F, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Mungu wetu, tunasema asante kwa maana umetusikia, katika jina la Yesu Kristo Nazareti, amen. Hiyo ni ajenda ya pili. Lakini kuna ajenda nyingine muhimu sana ambayo ni ajenda nyingine muhimu, alafu tutakwenda kumaliza. Ajenda nyingine ya pili muhimu sana ambayo ni ajenda ya tuombee ratiba. Ajenda ya ratiba, ajenda muhimu, alafu tutakwenda kumshukuru Mungu. Tuombee ajenda ya ratiba ya watahiniwa. Ya watahiniwa wa mitihani ya taifa, wa mtihani wa taifa NECTA kidato cha pili, walimu, wazazi, viongozi, wachungaji. Sasa hapa tutakwenda kusimamia neno. Hii ni ajenda ya tatu. Alafu tutakwenda kumshukuru Mungu, lakini kabla ya kumshukuru Mungu nitakupa nafasi ya kuokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Yesu ni mzuri. Yesu ni mzuri. Yesu nakuhitaji vivyo kila saa, niwezeshe Mwokozi nakujia. Yesu nakuhitaji vivyo kila saa, niwezeshe Mwokozi nakujia. Yesu nakuhitaji vivyo kila saa. Ajenda ya tatu ni ajenda ya ratiba ya mtihani wa kidato cha pili, na mistari na kwenda kusimamia ni Mambo ya Nyakati wa kwanza sura 12 mstari wa 32.
sura ya 12 mstari wa 32. Alafu tutakwenda kitabu cha Mhubiri sura ya 3, tutasoma mistari 2 na mistari 9, manake mstari wa 3 mpaka wa 11 nitaacha kama homework. Nitakuachia homework kwa sababu lazima mwalimu aache kazi ya nyumbani. Kwa hiyo kazi ya nyumbani, na ni muhimu sana kama ukitaka kujifunza kwenye Biblia, time management. Time management, utunzaji wa muda. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 12 mstari wa 32, kama umefika sema amen. Neno la muhimu sana, naomba utege sikio lako. Na wana wa Isakari, watu wenye akili za kujua nyakati, kuyajua ya wapasayo Israeli wayatende. Vichwa vyao walikuwa watu 200, na ndugu zao wote walikuwa chini ya amri yao. Manake hapa unaondoa wana wa Isakari, tunasema hawa ni watahiniwa wa mtihani wa taifa wa kidato cha pili wa nchi ya Tanzania. Manake watakuwa na akili ya kuzijua nyakati, ya kutumia masaa 2.5 ya kila mtihani wa taifa wa kidato cha pili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tutaombea Mungu awafundishe manake muda utoshe kwenye huo mtihani, waweze kujibu vizuri na waweze kufanya vizuri katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Twende katika kitabu cha Mhubiri. Fungua kitabu cha Mhubiri 3. Kitabu cha Mhubiri 3 mstari wa kwanza, tutasoma na wa pili pale. Tutasoma mstari wa kwanza, nitakuachia homework au kazi ya nyumbani, mstari wa 3 wa kuanzia wa pili mpaka wa 11. Kwa tutasoma wa kwanza na wa 11. Na hiyo mstari ya katikati nitakuachia kama kazi ya nyumbani. Neno la Bwana nasema kwenye Mhubiri 3:1 inasema hivi: kwa kila jambo kuna majira yake, na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu, wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa, wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa iliyopandwa, wakati wa kujifunza ukiwa mwanafunzi. Kuna wakati pia wa kufanya mtihani ambao unaitwa mtahiniwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mstari wa 11 inasema hivi: kila kitu, Mungu kila kitu amekifanya kizuri kwa wakati wake. Mitihani hii ni mizuri sana kwa wakati wa tarehe 10 mpaka tarehe 20 ya mwezi wa 11 mwaka 2025. Alafu anasema hivi tena, ameiweka hiyo milele ndani ya mioyo ya watahiniwa wa mtihani wa taifa wa kidato cha pili wa Tanzania. Ila kwa jinsi mwanadamu asivyoweza kuivumbua kazi ya Mungu anayoifanya tangu mwanzo hata mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema hivi kwamba kwa kila jambo kuna majira yake, na kuna wakati kwa kila kusudi kuna wakati. Nasema hivi, kwa kila jambo kuna majira yake, na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Katika sekta ya elimu ya Tanzania, manake kidato cha kwanza na kidato cha pili, kipindi kirefu sana kilikuwa kipindi cha mafundisho na mafunzo. Lakini kipindi hiki cha wiki mbili, ni kipindi ambacho cha kipindi kizuri, ni majira ambaye Mungu ameweka kusudi la mtihani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbuka pia wana wa Isakari walikuwa na akili ya kuzijua nyakati. Kwa tunakwenda kuwaombea watahiniwa wa mtihani wa kidato cha pili waweze kujua nyakati ambazo Mungu ameziamuru ili wapate kwenda kufanikiwa katika mitihani yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sambamba na hiyo na ratiba ambayo ya mtihani kwa mwaka 2025. Kumbuka haya maombi pia unaweza kuyatumia kwa ajili ya mtihani wa taifa kidato cha pili mwaka 2026. Mtihani unaweza pia kuyatumia kwa ajili ya mtihani wa taifa kama kuwaombea watahiniwa mtihani wa taifa wa kidato cha pili mwaka 2027. Hakuna muda, haufungwi tu na mwaka 2025. Ila katika mwaka 2025 hiki ndio Mungu alichotumegea. Tukafika 26 Mungu atatumegea chakula kingine na tutakiachilia katika shule ya ufalme mbinguni na katika idara ya makongamano na majibu. Kumbuka tunakwenda kuomba na tunaamini kwamba tunapokea majibu hapa na watoto watahiniwa kidato cha pili wataendelea kupokea majibu kwenye kipindi chao hiki cha mtihani. Bwana Yesu asifiwe sana. Uko tayari kwa ajili ya kuomba? Kumbuka unaweza kuomba kwa kunena kwa lugha, kuomba kwa Kiswahili, kuomba kwa Kiingereza, kuomba kwa Kisukuma, kuomba kwa Kimasai, kuomba kwa Kichina, lugha kwa Kifaransa, ukaomba kwa lugha yoyote, ukaomba kwa kunena kwa lugha, ukapiga magoti. Yani hebu twende mbele za Mungu, tubebe huu mzigo ili Mungu apate kusikia na kuturehemu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu wetu na Baba yetu, ni mimi tena ni Kinyi na Olenjolai Moko, tunakuja kwenye madhabahu yako tukiendelea kuwaombea watahiniwa wa mtihani wa taifa kidato cha pili wa mwaka 2025, mwaka 2026, mwaka 2027 wa mikoa hii 31 ya nchi ya Tanzania kwa imani.
Mungu tuna uhakika na maombi haya kwamba utayasikia na utajibu ya zaidi ya tunachoomba na Bwana tunachosema mbele zako. Tunakuja mbele zako tukileta agenda ya ratiba ambayo muda umeamuriwa ni masaa 2.5 kwa kila mtihani. Katika jina la Yesu Kristo Nazareth, Mungu weka thamani Bwana lisaa la kwanza, weka thamani lisaa la pili, weka thamani nusu saa Bwana, katika jina la Yesu Kristo Nazareth, kwa masomo ya lazima na kwa masomo ambayo Bwana ambayo ya machaguo, katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Mungu wafundishe, wape akili. Roho Mtakatifu ambao uko ndani watainiwa mtihani wa taifa wa kidato cha pili, wape akili Bwana. Watainiwa wa kidato cha pili, wa mtihani wa taifa wa kidato cha pili, wapate kuwa na akili ya kujua namna ya kuweza kufikiri, namna ya kuondokana na hofu, wasio na hofu. Mungu tunaondoa hofu ndani yao, na namna ya kuweza kuchagua maswali marahisi katika sehemu rahisi, waweze kujibu na kupata maksi zote, na wapate kushinda na kujenga msuli ya kwamba wanaweza, katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Mungu ninakuja mbele zako nikiomba Mungu wapate kugawanya muda vizuri. Ni muda wa dakika ngapi atautumia katika section A? Nusu saa ya kwanza atumie katika section A. Mungu katika jina la Yesu Kristo Nazareth, lisaa Bwana, lisaa limoja Mfalme Amani, dakika 20 watumie kwenye section B, kwenye sehemu B, na Bwana dakika 40 watumie kwenye sehemu C, ambayo mara nyingi ni maswali mawili wanaotakiwa kuyajibu. Katika jina la Yesu Kristo Nazareth, wape hekima ya namna ya kugawanya muda, namna ya kutumia muda kipindi chote cha mtihani, wasije wakapaniki, wasije wakatetemeka. Mungu katika jina la Yesu Kristo Nazareth, ninaomba wafundishe watoto wako kabla namna ya kutumia ule muda, ili wapate kujibu na wapate kutuonyesha ya kwamba wameelewa nini katika mafundisho ambayo umewafundisha kupitia kwetu sisi walimu wa kidato cha pili. Baba, katika jina la Yesu Kristo Nazareti, ninaomba Bwana Mhubiri 3:1-11 ikatimilike katika watainiwa mtihani wa taifa wa kidato cha pili katika mikoa yote 31, kuanzia mkoa wa Dodoma mpaka mkoa wa Njombe, katika jina la Yesu Kristo Nazareth wa nchi ya Tanzania. Mungu ninaomba Bwana, Mambo ya Nyakati wa kwanza, neno lako la Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 12 mstari wa 32, Mfalme Amani, likatimilike na likatendeke katika watainiwa wote wa mtihani wa taifa wa kidato cha pili Bwana, katika mikoa yote 31 ya nchi ya Tanzania, katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Baba, tunakuja mbele zako tukisema asante, kwa maana umesikia Bwana, na tunaamini ya kwamba utakwenda kufanya zaidi ya tuliokuwa tumeomba. Riboroko shikaraka bakashikoro, rimbaraka shikoroko bokoshikara muda, ribaraka shikoroko bokoshikara, rimbaraka shikoroko bokoshikara, rimbaraka shikoroko bokoshikara, rimbaroko shikoroko bokoshikara, raka shikoroko bokoshikara, rimbaraka shikoroko bokoshikara, raka shikoroko bokoshikara, rimbaraka shikoroko bokoshikara, raka shikoroko bokoshikara, raka shikoroko bokoshikara, raka shikoro, rimbaraka shikoro, rimbaraka shikoroko bokoshikara, raka shikoroko bokoshikara, raka shikoroko bokoshikara, rimbaraka shikoroko bokoshikara, rimbaraka shikoroko bokoshikara. Hii ndio ratiba Mungu tunaileta mbele zako tukibandika mkono Mfalme Amani. Hii ndio ratiba ya kuanzia tarehe 10 Mfalme Amani mpaka tarehe 20 ya mwezi wa 11 mwaka 2025. Mungu, tunanyunyiza damu ya Yesu Kristo Nazareth. Ribaraka shikoro, ninaliombea somo la kwanza la civics na somo la pili Bwana la English language. Mungu, naombea somo la basic mathematics form 2 kidato cha pili, nasomea somo la biology Bwana, naombea Bwana katika jina la Yesu Kristo somo la jiografia, naombea Mungu katika jina la Yesu somo la Kiswahili. Naomba Mungu wasaidie watoto wako wapate kwenda kufaulu somo la kemia. Mungu, naomba Bwana pate kwenda kuwasaidia watoto wako wafaulu somo la historia. Mungu, wasaidie watoto wako wapate kwenda kufaulu somo la fizikia, somo la engineering science, katika jina la Yesu Kristo Nazareth, katika shule za ufundi, katika jina la Yesu Kristo. Mungu, wasaidie watoto wako wafaulu somo la commerce, wafaulu somo la business studies katika Bwana katika shule za sekondari Bwana za ufundi. Mungu, naomba Bwana wasaidie watoto wako wafaulu somo la hisabati, somo la biolojia, wafaulu somo la civics, somo la English la Kiingereza, wafaulu somo la geography, wafaulu Mungu somo la Riborokoshi la Kifaransa, na wafaulu somo la Bible knowledge, wafaulu somo la
Bwana, ribo rokoshla, lugha za kigeni, somo la civil engineering surveying, somo la home economics, wafaulu somo la muziki Bwana, na wafaulu somo la physical education. Mtihani wa mwisho ya mfalme Amani katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Mungu, mtihani wa kwanza kila siku utakuwa unafanyika saa 2 mpaka saa 4:30. Ulinde huu muda katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Na Mungu, ni mtihani wa pili Bwana utakuwa unafanyika katika nchi nzima saa 8 mchana Bwana mpaka saa 10:30 katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Tunaweka wakfu masaa 2:30 ya kwanza na masaa 2:30 Bwana ya pili katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Baba, tunakuja mbele zako tukikushukuru kwa maana wewe ni mwaminifu, unasikia na kujibu zaidi ya tuyaombayo na zaidi ya tuyawazayo katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Asante kwa rehema zako na asante kwa uaminifu wako katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Riboroko shikara kabakashikara, rimbaraka shikoro kobokoshikara, ribaraka shikoro, rimbaraka shikoro, agenda 4 na mwisho. Rimbaraka shikoro kobokoshikara. Agenda 4 na mwisho. Riboroko shikara kabakashikara, rimboroko shikoro kobokoshikara, rimbaraka shikoro kobokoshikara. Sio ya mwisho kwa umuhimu, lakini ya mwisho kwa leo, sababu Roho Mtakatifu anasema hizi ndio agenda ambazo alizokuwa ametupa. Agenda 4 ni tumshukuru Mungu. Tumshukuru Mungu. Kwa nini? Kwa maana ribo roko shikara kabaka shikara. Asante Bwana Yesu. Kwa maana fadhili zake, kwa maana fadhili za Mungu, kwa maana fadhili zake ni za milele. Zake ni za milele, 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 ni za milele kwa watahiniwa. Ribo roko shikara, kwa watahiniwa, kwa watahiniwa, kwa watahiniwa, kwa watahiniwa wa NECTA wa kidato cha pili, wa mtihani wa taifa kidato cha pili mwaka 2025 katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Mwaka 2020 wa kidato cha pili, tarehe 10 mpaka hiyo, na neno la kusimamia ni hili hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno letu la imani kwa ajili ya agenda hii, kuweza kusukuma agenda hii, usizime, usiache kuangalia, usiairishe katika jina la Yesu Kristo. Tunalipata kwenye kitabu cha Zaburi. Zaburi, soma kitabu cha Zaburi ya 136 mstari wa 1 mpaka wa 26, ila tutakwenda kusoma mistari mitatu tu, na nakuachia mstari kazi ya nyumbani usome mstari wa 4 mpaka wa 26 ili ujifunze vizuri namna ya kumshukuru Mungu, kwa maana fadhili zake ni za milele katika maisha yako ya kila siku. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa agenda ya 4 andika haraka sana, tunamshukuru Mungu. Kwa maana nini? Kwa maana fadhili zake ni za milele kwa watahiniwa wa mtihani wa taifa wa kidato cha pili, kuanzia tarehe 10, utakaofanyika kuanzia tarehe 10 mpaka tarehe 20 mwezi wa 11 mwaka 2025. Kisha andika hii agenda, chukua Biblia yako, na tutakwenda kuomba kwa ajili ya mikoa hii 31. Chukua Biblia yako, fungua kitabu cha Zaburi ya 136, alafu tukasome pale. Nasoma mistari mitatu kukuwekea msingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama umefika kwenye Zaburi ya 136 mstari wa 1 mpaka wa 26, sema amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Soma, tusome pamoja. 1, 2, 3. Twende. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Kwa mimi nitakuwa nikisoma, wewe unaitikia kwa maana fadhili zake ni za milele. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zako ni za milele. Mshukuruni Mungu wa miungu, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mshukuruni Bwana mabwana, kwa maana fadhili zake ni za milele. Yeye peke yake afanya maajabu makuu, kwa maana fadhili zake ni za milele. Yeye aliyefanya mbingu kwa fahamu zake, kwa maana fadhili zake ni za milele. Yeye aliyeitandaza nchi juu ya maji, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mshukuruni yeye aliyefanya mianga mikubwa, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mshukuruni yeye aliyefanya jua litawale mchana, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mshukuruni yeye aliyefanya mwezi na nyota zitawale usiku, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mshukuruni yeye aliwapiga wa Misri kwa kuwaua wazaliwa wao wa kwanza, wazaliwa wa kwanza wao, kwa maana fadhili zake ni za milele. Nilisema nitasoma mitatu, lakini nimenogewa nikasoma mistari 10. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa naomba kwamba uendelee kusema kwa maana fadhili zake ni za milele.
Tunamshukuru Mungu aliyowasamehe dhambi, maovu na makosa watahiniwa wa mtihani wa taifa wa kidato cha pili mwaka 2025 katika nchi ya Tanzania na mikoa yote 31. Itikia, kwa maana fadhili zake ni za milele kwa watahiniwa wa kidato cha pili Tanzania. Tunamshukuru Mungu kwa maana ametoa nguvu zake za Roho Mtakatifu na kuwajaza watahiniwa wa mtihani wa taifa wa kidato cha pili ambao utakao kwenda kufanyika tarehe 10 mpaka tarehe 20 mwaka 2025 na mwaka 2029. Itikia, kwa maana fadhili zake ni za milele. Itikia form 2. Tunakwenda kumshukuru Mungu kwa maana ametupa akili za kujibu maswali yote ya masomo yote ambayo tunakuwa tunasoma 12, 15, 20 kwa kadi 7, 8, 9. Manake kiwango cha chini ni masomo 9. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa sababu wamesikia na atakwenda kuwasaidia wanafunzi wa kidato cha pili wafaulu mitihani yao. Basi itikia, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mungu wetu na Baba yetu, ninakuja mbele zako, ni mimi Nekinyi na Ole Njolai, au mimi Joynice na Ole Njolai. Tunakuja mbele ya kiti chako cha enzi tukiwa tuna mzigo tunaobeba wa shukrani. Mungu, tunasema asante kwa maana wewe fadhili zako ni za milele katika makongamano ya maombi na majibu kwa ajili ya mtihani wa taifa wa kidato cha pili. Mungu, asante kwa maana fadhili zako ni za milele kwa ajili ya kila mkoa katika mikoa 31 ya nchi ya Tanzania. Mungu, asante kwa maana fadhili zako ni za milele kwa ajili ya kila shule Bwana ya sekondari ambayo ina wanafunzi wa kidato cha pili Mfalme Amani, kwa maana fadhili zako ni za milele kwa kila shule katika nchi ya Tanzania yenye watahiniwa kidato cha pili. Mungu, nasema asante, tunakushukuru kwa maana fadhili zako ni za milele. Tunakushukuru kwa ajili ya walimu waliofundisha usiku na mchana, waliofundisha kipindi cha likizo, Jumamosi, waliofundisha Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Jumamosi, Ijumaa Bwana, kwa njia ya mtandao wa internet na kwa njia ana kwa ana, kwa maana fadhili zako ni za milele. Mungu, tunakuja mbele zako, tunasema asante kwa ajili ya kongamano hili la kwanza. Asante kwa ajili ya watu ambao umewakusanya, na asante kwa maana wewe mwenyewe utakwenda kuchakata ujumbe huu. Asante kwa maana wewe mwenyewe utakwenda kuandaa ujumbe huu, na asante kwa maana wewe mwenyewe utasambaza ujumbe huu mikoa yote 31 ya nchi ya Tanzania, ili uendelee kutufundisha namna ya kuombea kwa uongozi wa Roho Mtakatifu watahiniwa wa mtihani wa taifa wa kidato cha pili katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Mungu, nasema asante kwa ajili ya muombaji ambaye ametazama ujumbe huu. Mungu, nasema asante kwa ajili ya kongamano hili la kwanza. Mungu, nasema asante kwa ajili ya wazo hili uliokuwa umenipa. Mungu, nasema asante kwa maana leo hii umeliweka katika matendo. Mungu, nasema asante kwa sauti uliokuwa umenipa. Asante kwa maagizo na ajenda zote 4 ambazo umetupa, na utaendelea kuwapa watoto wako ajenda zingine mbalimbali Bwana, kwa maana utakwenda. Asante kwa ajili ya afya nzuri ya wanafunzi wa kidato cha pili katika jina la Yesu Kristo na watahiniwa. Asante kwa kubadilisha fikra zao kutoka wanafunzi kwenda utahiniwa, ambao Mungu atatumia muda vizuri kwa ajili ya kujibu maswali ambayo watakayokutana nayo katika mtihani. Asante kwa maana unaondoa hofu ya kufeli. Asante kwa maana unaondoa division 0 na division 4 katika nchi ya Tanzania katika Bwana mtihani wa taifa wa kidato cha pili katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Asante kwa maana unaondoa ugumu katika somo la hisabati. Asante kwa maana utawasaidia watoto wako nchi nzima Tanzania kidato cha pili wafaulu somo la hisabati ambalo nalifundisha. Asante kwa maana unawasaidia wanafunzi watahiniwa wote wa kidato cha pili katika nchi yote ya Tanzania katika mikoa yote 31 wafaulu somo la fizikia nalofundisha. Asante kwa maana utawasaidia watahiniwa wote wa mtihani wa taifa wa kidato cha pili katika nchi ya Tanzania mikoa yote 31 ili wafaulu somo la kemia nalolifundisha. Asante kwa maana utawasaidia pia ili wafaulu somo la computer science nalolifundisha, na asante kwa maana utakwenda kuwasaidia ili wafaulu somo la biolojia ambalo mke wangu analofundisha. Asante kwa maana utakwenda kuwasaidia ili wafaulu somo la jiografia ambalo Bwana wote wanasoma. Asante kwa maana unakwenda kuwasaidia ili wafaulu somo la Kiswahili, somo la civics katika jina la Yesu Kristo, somo la historia katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Mungu, tunasema asante kwa maana wewe ni mwaminifu katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Kabla hujasema amen, fumba macho yako. Yamkini umekuwa ukitamani kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Nini maana ya kuokoka? Soma Warumi sura ya 10 au mlango wa 10
mstari wa 9 na wa 10 inatoa tafsiri ya kuokoka. Kuokoka manake ni kuamini ndani ya moyo wangu ya kwamba Bwana Yesu Kristo alikufa, alifufuka na amepaa na kuketi mkono wa kuume wa Mungu Baba. Na pia manake wokovu manake ni mimi ninapomkiri Yesu Kristo kwa kinywa changu, ninapompokea kwamba niko tayari kumpokea awe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Sasa kama unataka kutengeneza maisha yako, wokovu ni leo. Saa ya wokovu ni leo. Itumie hii nafasi, andaa moyo wako. Mimi na mke wangu tutakuwa washenga kwa ajili ya kukupeleka mbele za Yesu. Anayeokoa ni Yesu Kristo. Yuko mahali hapa, yuko mahali hapo ambapo ulipokaa, yuko mahali hapa ambapo unapotazama ujumbe huu, yuko mahali hapo, yupo kwenye hiyo simu, yuko amekuzingira na uwepo wa Mungu umekufunika kwa kiwango cha juu sana. Itumie hii nafasi, omba sala hii ya toba pamoja na mimi. Lakini pia mkini umeshaikuokoka, lakini kwa bahati mbaya ukawa umeanguka mara ya kwanza au mara ya pili, au umeanguka mara kwa mara katika dhambi, basi ukupata nafasi ya kuweza kusali sala ya toba, basi naomba uunganike pamoja na sisi tunapokwenda kukuongoza sala hii ya toba, ili Mungu apate kwenda kukuokoa. Na ninaomba pia nimpe mke wangu nafasi hii ili aweze kukuongoza hiyo sala ya toba, na naomba usali kwa imani na ili aweze kukuongoza sala ya toba. Kwa basi mke wangu, karibu sana ili uweze kuwaongoza hao ambao wako tayari sala ya toba, wampokee Bwana Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao hivi sasa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa ni muda ambao wale ambao mnamhitaji Bwana wetu Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, tutaenda kusema sala ifuatayo, kwa kumaanisha kabisa, ukiwa unajua kwamba Yesu Kristo atakuokoa na yeye peke yake ndo anayeweza kutuokoa sisi wanadamu tuliopo katika ulimwengu huu. Hivyo basi, kama unamwamini Bwana Yesu Kristo na unaamini kwamba anaweza kukuokoa, unaamini kwamba anaweza kukuokoa katika ulimwengu huu, tufuatishe sala hii kwa pamoja. Tuseme sote, tufume macho tuombe. Omba kwa sauti sala hii kwa ujasiri kabisa, kwa sababu sasa unaingia kwenye hatua nyingine ya maisha mapya na Yesu Kristo. Tuseme wote, Mungu Baba, nimekuja mbele zako, ninaomba unisamehe dhambi zangu zote nilizokukosea. Ninatubu kwako. Ninaomba damu ya Yesu iliyomwagika msalabani initakase sasa katika roho yangu, katika nafsi yangu na maisha yangu yote. Bwana, Bwana Yesu, nimefungua moyo wangu, ninakukaribisha sasa. Ingia ndani yangu kwa uwezo wa Roho wako. Uwe Mwokozi wangu, uwe kiongozi wangu, uwe Bwana kwangu kuanzia sasa na siku zote. Nikutumikie wewe, nikuishie wewe siku zote za maisha yangu. Dhambi isinishinde, majaribu asinishinde, shetani asinishinde, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Haya, omba kwa ajili yetu mama. Amen. Shukuru Mungu kwa ajili ya muujiza, shukuru Mungu kwa ajili ya kipindi. Tufumbe macho tuweze kumshukuru Mungu kwa nafasi nzuri ambayo ametupa jioni ya leo, hata tukaweza kumpokea kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Aendelee kutembea na sisi, aendelee kututia nguvu na kutuongoza katika ulimwengu huu. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, Mungu wetu, tunakutukuza, tunakuinua, tunalihimidi jina lako takatifu, maana ndilo pekee lililotukuka juu mbinguni na duniani. Bwana, utukufu na wewe, mfalme wa mfalme, jemedari wa vita, Jehova Jire, Jehova Nisi, Jehova Shama, Jehova Shalom, amani yetu. Sante kwa nafasi hii ambayo Mungu umetupa, Bwana, kukiri Mungu wa mbinguni
jina lako takatifu kwenye maisha yetu. Asante kwa ajili ya kila mmoja ambaye Mungu amekwenda kusema sala hii, Mungu saa hii, Mungu wa mbinguni. Asante kwa sababu Roho wako Mtakatifu ni shahidi ndani yake. Asante kwa sababu Mungu Baba yupo kwa ajili ya kutusaidia Bwana, na Roho Mtakatifu yupo kwa ajili ya kutusaidia Mungu wa mbinguni na kututia nguvu. Ninaomba Mungu wa mbinguni ukaenende na kila mmoja ambaye Mungu amesubutu kusema sala hii. Mungu ameungana pamoja na wewe kwa imani katika ulimwengu huu. Usimwache Bwana, mtie nguvu, msaidie, muongoze, mfundishe katika hatua na njia mbalimbali za ulimwengu huu. Mungu akutumikie wewe tu siku zote za maisha yake, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu yako Mungu tunaomba na kushukuru. Amen. Amen. Pigie Bwana Yesu makofi sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Asante sana. Mungu ameweza kutusikia kama nilivyokuwa nimetangulia kusema. Kwenye huduma hii siko peke yangu, niko pamoja na mke wangu kipenzi. Huyu ndio mke wangu na ndio msaidizi wangu ambaye Mungu amenipa. Jina lake anaitwa Nekinya au Joyce Olenjolai Mokota Yelo Singo. Tuko pamoja katika huduma na umeona nafasi yake na ana wajibu wake na ana section yake, na utaendelea kujifunza mambo mengi. Amekuwa mwalimu wa shule ya Jumapili kwa miaka mingi sana na anapenda kweli kufundisha watoto, lakini pia amekuwa akimtumikia Mungu katika maeneo mbalimbali kadri Mungu anavyomsaidia, akiwepo katika eneo la afya kama bwana afya wa Bwana Yesu. Amen. Wagonjwa wanaendeleaje mama? Wanaendelea vizuri. Kwa Bwana anaendelea kuponya, na akiona mgonjwa anakuja mahututi na hatimaye akitoka akiwa anamshangilia Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa basi tunapenda kusema ndo mwisho wa kipindi chetu cha 5. Kipindi cha 6 tutakuwepo. Tutakuwa wote pamoja. Tunakaribisha kipindi cha 6. Kama ni mara yako ya kwanza kujiunga na sisi, karibu sana. Hakikisha unajisajili kwenye shule yetu ya Ufalme wa Mbinguni uje Tanzania kwenye mabano Olenjolai N, na unabonyeza kitufe cha subscribe ili uwe wa kwanza kupata taarifa punde tunapokuwa tunaweka katika mfumo au katika shule hii. Mungu wetu endelee kubariki sana, kukutunza, endelea kujifunza, endelea kumpenda Bwana Yesu na kumtumikia siku zote katika maisha yako. Tunakuachia neno la Yoshua 1:8. Kitabu hiki cha Biblia kitakatifu kisiondoke kinywani mwako, bali tafakari maneno yake mchana na usiku, na upate kwenda kutenda sawa sawa na yaliyoandikwa. Ndipo utakapofanikiwa sana na ndipo utakapostawi sana. Bwana Yesu akubariki na kukutunza. Tuwabariki. Bwana, nyanyua mkono wako tuwabariki. Wapokea baraka hizi. Bwana Mungu akubariki. Bwana Mungu akulinde. Bwana Mungu akuinulie nuru za uso wake. Bwana Mungu akufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake, na Bwana Mungu akupe amani yake. Bwana Mungu aliweke jina la Yesu Kristo juu ya maisha yako. Bwana Mungu akubariki mjini. Bwana Mungu akubariki kijijini. Bwana Mungu akubariki shuleni. Bwana Mungu akubariki kazini. Bwana Mungu akubariki nyumbani. Bwana Mungu akubariki ofisini. Tunaomba hayo katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Pigie Bwana Yesu makofi. Asante sana. Mungu awatunze. Bye bye. Bye bye. Oh, wow. Hongera sana. Tumeomba pamoja kwa ajili ya kuwaombea watahiniwa wa mtihani wa taifa wa kidato cha pili. Lakini pia umepata nafasi ya kujifunza maombi, lakini pia umepata nafasi ya kuomba. Usiache kuomba, endelea kutazama ujumbe huu siku baada ya siku. Endelea kuimarisha imani yako katika Yesu Kristo. Endelea kujifunza namna ya kujiombea mwenyewe kama mtahiniwa au kama mtahiniwa wa kidato cha pili. Basi napenda kuchukua nafasi hii kumshukuru Mungu ya kwamba ndio mwisho wa kipindi chetu cha kwanza kizuri sana. Kama ni mara yako ya kwanza kututazama, mimi na mke wangu tuko katika huduma hii siku zote za maisha yetu hapa duniani, na hata pia kipindi tutakapolala katika Yesu Kristo, basi watoto wetu na Mungu ataendelea kuwainua watumishi wake watakaoendeleza huduma hii ya kufundisha neno la Mungu kwa wanafunzi wa shule za msingi, shule za sekondari, vyuo vya kati na vyuo vikuu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo basi, ili uweze kujisajili uwe mwanafunzi ambaye utakuwa unapata taarifa punde tunapokuwa tunaweka ujumbe katika channel yetu ya YouTube ambayo inaitwa Ufalme wa Mbinguni uje Tanzania, unaweza ukatafuta hapo na kwenye mabano utakuta Olenjolai N. Basi tunaomba leo hii ubonyeze kitufe cha kusubscribe, ambacho kitufe hicho kishabonyeza utakuwa umejisajili na utakuwa wa kwanza kupokea taarifa punde tunapokuwa tunasambaza au tunaachilia au tunatoa video mpya ya mafundisho ya maombi na pia ya kumjua Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Endelea kusoma Biblia, endelea kuomba, endelea
Piga magoti, manake endelea kutafuta ile haki ya Mungu kwa njia ya maombi na imani, na kutafakari neno la Yesu Kristo siku zote za maisha yako. Kwa hakikisha unakuwa mwanafunzi ambaye uko serious kujifunza neno la Mungu. Uwe na daftari lako kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu siku zote. Hakikisha unabonyeza kitufe cha subscribe. Kama una maswali juu ya mafundisho ya kongamano la kwanza la mtihani wa taifa wa kidato cha pili, tafadhali uliza katika sehemu ya chat wakati video hii ambayo iko ni upande wa kushoto wako unaokuwa unatazama, upande wa kulia unaokuwa unatazama, au tumia sehemu ya chini ya comment kwa ajili ya kuuliza maswali. Lakini tu usiulize maswali. Sisi tunapenda kuwa na darasa halisi. Tunapenda kupata mrejesho kutoka kwa wanafunzi wetu. Kwa sababu hata Yesu Kristo baada ya kuwafundisha wanafunzi wake 12, maana yake aliwapa mamlaka juu ya maradhi yote, na baada ya hapo akawatuma waende katika miji yote ya Israeli ili wahubiri ya kwamba ufalme wa mbinguni umekaribia. Na waliporudi walileta ripoti na wakisema, Bwana, Rabi, mapepo yanatutii na tumefanya matendo makuu ambayo tumeona wewe ukifanya. Lakini kinachokuwa kinajitokeza ni kwamba wanafunzi walimletea Yesu ripoti, akawaambia kwamba sio tu hivyo, furahini kwa maana majina yenu yameandikwa mbinguni. Kwa hiyo hakikisha pia unatupa mrejesho. Hebu naomba tuwasiliane kimaandishi kwa kupitia comment sections ya video hii ili tupate ujumbe kutoka kwako. Je, umeelewa mafundisho ambayo tumefundisha? Je, kuna mahali fulani unataka kuelewa zaidi? Je, una maswali yanayohusiana na makongamano ya maombi na majibu? Je, unataka kujifunza zaidi? Kwa hiyo basi tutumie sehemu ya comment ili na wewe pia wafundishe wanafunzi ambao ni sehemu ya ufalme wa mbinguni uje Tanzania, ambao wa sasa na hata wa baadaye, lakini pia kwamba iwe ni sehemu ambapo tunaweza kuimarishana kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia unaweza ukashare au katuma ujumbe huu na ukatuma video hii kwa watu mbalimbali, kwa wanafunzi, kwa watainiwa, kwa wazazi, kwa walezi, kwa walimu, kwa viongozi, kwa wakuu wa shule, kwa wamiliki wa shule, kwa watu mbalimbali, kwa wachungaji, kwa manake kwa maaskofu, kwa sababu ninaamini kabisa kwamba Roho Mtakatifu atakuwa akijidhihirisha kwenye ujumbe huu na kwenye kongamano hili, na nguvu zake zitambatana na ujumbe huu kwa sababu ni Yesu Kristo aliyefundisha kwenye kongamano hili, na ni Yesu Kristo aliyeomba pamoja na wewe katika kongamano hili na pamoja na mimi. Lakini kumbuka, hatustahili kuchukua sifa na utukufu wowote. Sifa zote na utukufu wote wa kila kilichokifanya au kilichofanyika ambacho Mungu amekutendea, ametenda katika kongamano hili, tunamrudishia Mungu wetu, Mungu wa Ibrahim, Isaka na Yakobo, na Bwana wetu Yesu Kristo, mwana wake wa pekee, na Roho Mtakatifu, Roho wa kweli, mshauri wa kweli, Mungu wa kweli, Mungu aliye kweli, Bwana wa majeshi, Yehova Nisi, mimi niko ambaye niko, Yehova Jire, Yehova Shalom, Bwana wa amani. Basi Mungu aendelee kukubariki na kutunza. Tuendelee kuombea watainiwa wa mtihani wa taifa wa kidato cha pili. Tusichoke, tukiamini kwamba Mungu atatenda zaidi ya tuyaombayo. Basi tumshukuru Mungu ili tuweze kuahirisha kipindi chetu. Mungu wetu na Baba yetu, nakuja mbele zako nikinyenyekea. Hakuna raha kama wewe unavyosema ndani yangu au ndani ya mtumishi wako, na ukaona mtumishi wako anaweka kwenye matendo agizo lako. Mungu, ninakuja mbele zako nikisema asante, kwa maana sawa sana Timotheo 1:12, asante kwa maana umeniona kuwa mimi ni mwaminifu, ukaniweka katika kazi yako, ukaniweka katika kusudi lako, ukaniweka katika shule yako, ukanipa wazo la kuanzisha shule ambayo headmaster ni wewe. Bwana, askofu mkuu ni wewe katika shule hii, katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Mwalimu mkuu ni wewe, mwalimu kiongozi ni wewe, katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Asante kwa ajili ya ujumbe uliokuwa umeweka ndani yangu. Asante kwa ajili ya waombaji wanaendelea kuniombea, Bwana, ambao umeweka katika kongamano hili. Asante Mungu kwa watu mbalimbali na wanafunzi unaendelea kuinua ili waweze kuniombea nipate kuyafanya mapenzi yako siku zote za maisha yangu. Ninaomba kwa ajili ya mke wangu, aendelee kunisaidia na aendelee kusimama kwenye zamu yake katika shule ya ufalme wa mbinguni uje Tanzania siku zote za maisha yake, katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Tunakushukuru kwa ajili ya kongamano hili la kwanza. Utuandalie kongamano lingine Bwana, katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Nasi nasema asante Bwana Yesu kwa ajili ya kongamano la kwanza la kuombea mtihani wa taifa
wa mwaka 2025, 26, mwaka 2027 katika mikoa yote 31 ya nchi ya Tanzania, kwa maana fadhili zako ni za milele kwa watahiniwa wote wa mikoa 31 ya Tanzania katika nchi ya Tanzania, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Amen. Sema tena mara tatu, amen. Mungu akutunze na kubariki. Bye bye.